DSB Digital, haki na ukweli. Alfajiri kuna mvua kubwa sana ya makombora iliporomoshwa pale Haifa na Tel Aviv, kubwa sana, na imeleta kufikirisha zaidi nini kinachoendelea hivi sasa. Na hata kauli za upande wa pili ni kwa kama zimeanza kubadilika, haziji zile kauli za kuwa nita zimebadilika zile kauli. Bila shaka midundo aliyoianzisha Irani kama anacheza kwenye kio, wanasema nini, anacheza kwenye njia, kwenye kile ambacho walikianzisha. Leo hii mambo yamegeuka duniani na Israeli analazimisha aonekane kama ni victim. Yani yeye aonekane kuwa ni muhanga, yeye kaonewa. Yani anataka kuibadili hadithi. Anataka kuibadili hadithi, kuifanya kama ilivyokuwa ya Gaza, kuwa walitushambulia Oktoba 7. Walitushambulia Oktoba 7 ndio sisi tukajibu kuja hivi. Lakini anasahau ulishambuliwa kwa sababu ulifanya nini. Anasahau kauli ya katibu wa Umoja wa Mataifa Dr. Guterres alivyosema, this was not vacuum. Haikuja kama mlipuko, hiki kitu kimetengenezwa. Nani alikitengeneza? Kwa hiyo mara kadhaa uzuri wa muungwana ni hutazama pale alipojikwaa, sio alipoangukia. Huyu ni muungwana. Usiangalie nimeangukia wapi, umejikwaa kutokea wapi. Unapozungumza ukaliaji wa West Bank miaka 57, unapozungumza ukaliaji wa jumla wa miaka 77, halafu unakuja unauliza tumeonewa baada ya mashambulizi katika maeneo ambayo unayakalia kinyume cha sheria, na sheria za kimataifa zinakuambia kuwa hapo ulipokaa sio kwako. Unapokuja kushambuliwa hapo unadai kuwa nimekuja kushambuliwa kwangu. Kwa nini? Labda hii double standard tu isiyoeleweka. Niliwahi kulizungumza, ilikuwa Hamas hawakuwahi kuvamia Israeli. Hamas hawakuvamia Israeli Oktoba 7. Hamas walivamia miji yao inayokaliwa na Israeli. Rudi kwenye mgawanyo wa mwaka 1947, mgawanyo uliotolewa na Umoja wa Mataifa kupitia azimio namba 181 lililoanzisha state ndani ya state, yani lililoigawa nchi. Halafu nenda kaangalie mipaka ambayo ilikuwa imechorwa na mipaka ambayo walikuwa wamekabidhiwa kuwa hii mipaka, huu upande wataishi wa Israeli na huu upande wataishi wa Palestina. Na halafu nenda kaangalie miji iliyovamiwa na Hamas yote Oktoba 7. Je, ni miji katika ramani ya mwaka 1947? Je, ni miji ya Israeli au ni miji ya Palestina? Lakini hakuna mtu duniani anataka kulizungumza hilo. Watu wote wanadai kuwa Hamas alivamia Israeli. Hamas hakuvamia Israeli. Hamas alivamia maeneo yake yanayokaliwa na Israeli. Hata ukienda kwenye kwa mujibu wa sheria za kimataifa, Israeli anakaa kimakosa maeneo hayo. Sasa mtu kuja kurudisha chake au mtu kuja kutaka kurejesha chake, amekuvamia, amekuonea, unakuwa victim. Kwa hiyo ile ilibebwa victim na vyombo vya habari vya magharibi vingi vikaiandika kwa nafasi hiyo kuwa walikuwa wamevamiwa. Lakini hakuna anayesema kiuhalisia kuwa nani alivamiwa. Wao wanachukua kwa hivyo. Sasa hili la Iran, Israeli ambaye yeye alianzisha mashambulizi ndani ya Irani, akafanya uhalifu wa kwenda kuua raia, akaua viongozi wakiwa majumbani kwao, leo anacheza kadi ya victim, kuwa yeye ni muathirika, na anaomba jumuiya za kimataifa ni lazima zisimame naye kwa sababu yeye ni muathirika. Yeye ni muathirika kwa kipi? Kuwa yeye ni muathirika? Au unamsikia Israel kazi anasema kuwa raia wa Irani watalipa gharama kubwa kwa kilichofanywa na serikali yao kushambulia maeneo ya raia. Unazungumza watu 224 waliouawa ndani ya Iran, ndani yao zaidi ya 90% ni raia. Halafu huyu anakuja anasema kuwa eti Iran inashambulia maeneo ya raia, wakati taarifa ya BBC iliyotolewa ikaonyesha kuwa Israeli ana operate chini ya hospitali. Yani ameweka kambi za kijeshi chini ya hospitali, ili utapokuja kuigusa hospitali aruke juu kuwa wewe unashambulia hospitali, ila yeye anaweza kuweka kambi ndani ya hospitali. So nilikuwa namsikia Ursula von der Leyen, huyo chief wa EU, anaongea lugha ile ambayo wanaiongea, lugha ya double standard ambayo haina msingi wowote. Unajua, mnapotaka kuweka haki ni lazima msimame kwenye haki, sio haki inakwenda kwa watu wengine halafu wengine hawawezi kusimama kwenye hiyo haki. Zilipoanzishwa mahakama ya ICJ na mahakama ya ICC, lengo lilikuwa
ni kusimamia haki ulimwenguni. Japo kuwa wao walifahamu kuwa hii ni mahakama ya drama ambao sisi tunaitumia kwa kazi yetu, na hizi mahakama zitawawajibisha wao. Ilipofika zamu yao, wakaona kuwa mahakama zinafanya kazi dhidi yao, wakaenda wakaziwekea vikwazo. Leo hii hata nchi ambayo ilikuwa ikisaidia tu mahakama ya ICC imewekewa vikwazo. Nje ya hivyo, watumishi majaji wa mahakama wamewekewa vikwazo na Marekani. Halafu mnataka tuimbe wimbo mmoja kuwa nyinyi ni watetezi wa haki. Tunaimbaje huo wimbo? Yani kutokea wapi kuwa nyinyi ni watetezi? Unamsikia Ursula von der Leyen anazungumza, anasema nimezungumza na Benjamin Netanyahu katika kitu ambacho nilimhakikishia kuwa Iran hapaswi kumiliki nyuklia. Lakini Ursula von der Leyen hazungumzi kuhusu nyuklia ya Israeli ambayo haina ukaguzi, ambayo haijaidhinishwa, ambaye hajasaini makubaliano yoyote ya ufuatiliaji wa programu yake ya nyuklia, ambayo haijatambulika. Hazungumzi. Lakini Irani hana haki ya kumiliki nyuklia, ila Israeli ana haki kumiliki nyuklia kinyemela ambayo haina ufuatiliaji wowote, ila Iran hapana, hapaswi kumiliki. Kwa hiyo hawa ndio aina ya viongozi wa Ulaya ambao always husimama na Israeli. Nimezungumza kuhusu mkutano wa G7 unaoendelea Canada. Ukiwasikiliza wote, ukimsikiliza kansela Merz wa Ujerumani, wote wako nyuma ya Israeli. Nilizungumza kuwa ngoma aliyoipiga Israeli, jinsi inavyodunda, Irani anacheza kwa midundo ya ngoma, hataki kutoka nje ya mdundo. Yani anacheza mdundo ule. Kuna watu wamekuwa wakinilaumu, mwana nitumia message. Kwanza mnaonitumia sana message na nini, mtaniwia radhi. Nashindwa kujibu. Yani nimjibu nani, nisimjibu nani, kwa sababu message ni nyingi sana. Mtaniwia radhi. Mara kadhaa nazungumza tu moja kwa moja kutokea hapa, labda natoa jibu la jumla la wote, kwa sababu kiuhalisia mko wengi, nashindwa kumjibu mmoja mmoja. Kwa hiyo ukiona kama sijakujibu usidhani Rahbi anajisikia. No, muda niko nafuatilia news, nafuatilia haya, lakini wakati unanitumia message unakuta umenitumia voice labda ya dakika 7 ili nisikilize, nijue tu, ama nasikiliza kidogo tu nijue point, alafu nipate ukujibu ili niendelee na wengine. Yani mtanivumilia kwa hilo katika kipindi hiki hivi sasa, kuwa watu mnachochanganyikiwa au mnacholalamika kwa nini Irani haui. Israel amefanya raia wake kwa protect sana, kwa sababu pia ni wachache. Israel ina watu milioni 10, kati yao 20% ni Waarabu ambao wanalalamika kuwa hata kwenye miji yao hakuna shelter. Hakuna shelter kwenye miji yao, hawajapewa. Yani kuwa Israeli wanaweza Wayahudi, maeneo ambao wanaishi Wayahudi ndio kuna shelter za kujilinda, za kujikinga na mashambulizi yoyote. Lakini kwenye miji ambao wanaishi Mabedui na Waarabu hakuna shelter. Watajua wenyewe, wacha wauawe wenyewe. Lolote italotokea uawe. Hata kama zile intercept zikipangua makombora ya kidondoko upande wao, watajua wenyewe. Hii ndio nchi yenye demokrasia zaidi Mashariki ya Kati, ambayo ndani ya demokrasia yao ina sheria tofauti kwa watu tofauti. Tafsiri ya demokrasia ni nini? Unaweza ukapata tafsiri ya demokrasia, huo uhuru na haki iko wapi? Tafsiri wanasema the only country in Middle East ambayo ina demokrasia kubwa ni Israeli. Kipimo cha demokrasia ni kipi? Uhuru, haki kwa wote. Kwa nini hakuna haki kwa wote, wakati wale ambao wananyimwa haki ni raia wa Israeli ambao walisalimu amri, wakapiga magoti, wakasema sisi tutakuwa sehemu ya Israeli, lakini tayari wanaishi kwenye ubaguzi mkubwa wa ndani ya Israeli. Halafu tunaambiwa hii ndio nchi ambayo ina demokrasia kubwa Mashariki ya Kati. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahbi papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahbi. Tutakuunga moja kwa moja. Rahbi Digital, haki na ukweli.